Kwa majina naitwa Christina Godfrey Mkugwa, ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Urambo, pia ni katibu wa baraza la kina mama mkoa wa Tabora. Nipo hapa leo tukiwa tumemaliza kikao chetu cha baraza la uongozi mkoa wa Tabora, lakini nina hili la kusema. Wilaya yangu ya Urambo tuko salama kutokana na upepo huu unaoendelea lao wanaohamahama. Tunaamini kuwa sisi Urambo tuko salama salimini kabisa. Hakuna shida yoyote. Na nikisemea upande wa baraza la kina mama mkoa wa Tabora, wanaweza wakajitangaza kuwa wamehama kina mama wengi sana mkoa wa Tabora. Mimi nikiwa kama mtendaji wa baraza hili, kina mama mkoa wa Tabora wako sawa, wako wana imani kubwa ya Chadema, wana imani kubwa na mwenyekiti wetu Mheshimiwa Lissu. Hivyo hata wale walioshawishiwa kina mama kwenda huko Dar es Salaam walidanganywa na wamerudi kutoka kwenye kikao chao hicho, na mpaka sasa wanajutia maamuzi walioyafanya. Lakini Chadema ni chama kubwa, Chadema ni chama la wana. Sisi tunawapokea kwa maana wamelialia na kuomba radhi kwa kile walichodanganywa kuwa wanakwenda kwenye kikao cha Chadema, na hatimaye wamekutana na kile walichokutana nacho. Hivyo kama mama mkoa wa Tabora, mama mtendaji, ninaamini kina mama wangu mkoa wa Tabora wako vizuri na wanaendelea kuamini chama chetu cha Chadema, na wanaendelea kusukuma gurudumu la no reforms no election. Hivyo tunaamini kina mama wote mkoa wa Tabora hakuna anayeyumba. Kina mama wako vizuri, tunaamini Chadema na tutaendelea kuwepo ndani ya Chadema. Kuhusu hili swala la wanaohamahama wenyewe wahame, maana yake ni muda wa bahari sasa kumwaga uchafu. Huo unaotoka sisi tunaamini kuwa ni uchafu. Sisi tunaamini katika Chadema tupo kwa sababu tunaamini katika no reform no election. Hakuna mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi, hakutakuwa na uchaguzi. Yani hata wao hawatafanya uchaguzi. Tunaamini katika nguvu ya wananchi. Hivyo kama mtendaji mkuu wa chama, sisi tupo Chadema na tutaendelea Chadema, na ninaamini kuwa kina mama wa mkoa wa Tabora wametulia wakiamini Chadema na kuwa suluhisho lao kuu ni Chadema. Hatuna haraka sisi ya kukimbilia vyeo. Ndio maana tumetulia ndani ya Chadema. Kwa majina naitwa Salumu Kuilasa Ngunila. Mimi ni katibu wa baraza la wazee mkoa wa Tabora. Alafu ni mwenyekiti wa chama jimbo la Igalula. Hata mimi nilipata simu chache kutoka kwa vijana hawa ambao wanapulizwa na upepo. Lakini niliwaambia moja, kwamba umri wangu unatosha. Siwezi kimbia huku. Hapa ndio nimefika nyumbani. Chadema mimi sasa ni damu na siwezi nikatetereka. Mimi naita tu kwamba ni kelele za vyura. Vyura anaweza wakapiga kelele lakini ng'ombe wanaendelea kunywa maji, mapevu. Na waambia vijana hivi, wote ambao wanakimbilia kule, nimegundua kwamba ni ule uroho wa madaraka, na wengine na pengine labda wanahitaji mamlaka, lakini waende vizuri. Hii itawafikisha mahara, kwanza itawashushia hadhi zao, halafu itawapotezea muda bure. Kwa sababu Chadema ni taasisi kubwa ambayo na mipango yake au sera ya inakubariki dunia nzima. Ndio maana hata bunge la Ulaya limekaa kujadili jambo la Mheshimiwa Lissu. Uoni kwamba ni kitu kikubwa sana, kwa sababu sisi tunahitaji mabadiliko ya kweli ili mwananchi apate haki zake. Manake mpaka sasa hivi wananchi wanakwenda katika uchaguzi, wanaamua wanayomchagua, lakini majibu hayaji kama walivyotarajia. Anateuliwa tu mwingine. Kwa hivyo hata sasa hivi tunaendeleza huu mpango au kampeni au operation ya no reforms no election. Tunawaambia kwamba wananchi, kama hakuna mabadiliko yoyote ndani ya katiba, ndani ya kanuni za uchaguzi, hakuna uchaguzi. Tunasema hivyo kwamba hakuna haja ya kwenda kupoteza muda hata siku ile. Kwa hivyo mimi kwa kumaliza na watakia kila heri waliokwenda, lakini wakumbuke kwamba
kesho yao itawasuta. Kwa majina naitwa Rehema Abdi Sumela, ni mwenyekiti wa chama jimbo la Igunga, pia ndo mwenyekiti wa baraza la wanawake mkoa wa Tabora. Nilikaa kimya kulingana na upepo uliokuwa unaendelea, watu walisema hili, walisema lile, lakini nasema watasubiri sana. Imani yangu nilionayo ya chama changu, nitabaki kuwa na imani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Sijahama na sijawahi kushiriki kikao chochote tofauti na vikao vya chama changu. Kwa hiyo mimi bado ni muumini wa Chadema, bado ni mwanachama mwaminifu na nitakitumikia chama changu kwa nguvu na damu. Kwa hiyo mimi bado nipo. Ambao wanaosema kwamba ameondoka kuanzia leo nataka ndio maana nimeamua kutoka kwenye vyombo vya habari, mimi bado nipo na sitaondoka na sitarajii na sioni mtu wa aina yoyote wa kuweza kunishawishi kuvunja imani yangu ya Chadema.